kwa mujibu wa sheria na kanuni zinazosimamia sekta ya mawasiliano hapa nchini. Mheshimiwa Sanga. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Pamoja na majibu mazuri ya serikali, nina maswali mawili ya nyongeza. Kwanza, Mheshimiwa Waziri, utakubaliana na mimi kwamba sio maeneo yote ya nchi hii network inashika. Naweza nikasafiri kutoka Dodoma hadi nafika Makete, kuna maeneo mengi network haishiki. Lakini hiyo ni pamoja na maeneo mengine ya nchi. Sasa ipi ni kauli ya serikali? Na moja kati ya maelekezo ya Rais ya tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 2023 ilikuwa si muhimu kuendelea kujenga minara kwenye nchi nzima. Sasa tuende kwenye satellite. Ipi kauli ya serikali kuwa na satellite yake kwenye swala la internet kwenye taifa letu la Tanzania? Mheshimiwa Naibu Spika, swali lingine. Internet inakuja na mambo mema na inakuja na mambo mabaya. Siku ya jana Mheshimiwa Sanga, subiri. Mheshimiwa Bunge, naomba utulivu. Waheshimiwa wabunge, tunaomba utulivu ndani ya bunge. Swali la pili, Mheshimiwa Naibu Spika, internet inakuja na mambo mema na mambo mabaya. Siku ya jana na siku ya leo tumeona peji rasmi za taasisi mbalimbali za serikali zimekuwa zikipata mtikisiko. Sasa kwa nafasi hii ya swali hili, ni ipi kauli ya Wizara ya Mawasiliano kwa Watanzania kuelekea tukio hili ambalo limekuwa likichafua taasisi na viongozi wetu wa serikali kwa kipindi hiki? Ni ipi kauli ya serikali? Mheshimiwa Waziri, swali la pili kwa kwenye uchunguzi, usilijibu. Jibu la kwanza. Waziri, una majibu? Mheshimiwa Waziri, una majibu? Sawa. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza naomba nimpongeze Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu mazuri aliyoyatoa, na naomba kwa ruhusa yako nimjibu Mheshimiwa Sanga kama ifuatavyo. Moja, ni dhahiri Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameshatoa maelekezo ya nchi yetu kurusha satellite yake. Na kwenye hotuba yangu ya budget hapa wiki iliyopita nilielezea ziko hatua tumeanza kuzichukua, ikiwemo kuanza mchakato wa uridhiaji wa mikataba miwili. Mkataba wa sheria za kanuni za nchi za utafiti wa anga ya juu wa mwaka 1967, lakini na mkataba unaosimamia usajili wa vyombo vya anga za juu wa mwaka 1975. Kwa hiyo maelekezo ya Mheshimiwa Rais yanatekelezwa, na niwahakikishie bunge lako kwamba nchi yetu itarusha satellite yake yenyewe kusaidia mawasiliano, ikiwemo mawasiliano ya internet. Lakini jambo la pili ni swala la usalama wa mitandao yetu na mifumo yake. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kulithibitishia bunge lako kwamba serikali kupitia TCRA inasimamia usalama wa mifumo yetu na mifumo yetu ipo salama salmin. Siku ya jana peji za mitandao ya kijamii chache 2 za taasisi za serikali zilipata kuingiliwa. Na tunaposema akaunti ya mtandao wa kijamii sio mfumo pasee wa tehama wa taasisi ya serikali. Ni akaunti ambayo hata mimi na wewe tunayo. Ni akaunti ambazo taasisi hizi kupitia maafisa wake, wengine wa ngazi za chini, wanaweza kutumia hata simu ya mkononi kulogin kwa ajili ya kufanya habari mbalimbali za taasisi. Kwa zile taratibu zao za kiusalama zilikuwa si thabiti na ikasababisha kuweza kuingiliwa. Mitandao hiyo ama akaunti hizo zimesharejeshwa, na wizara yangu na taasisi za serikali zinaendelea kufanya kazi kushirikiana na taasisi mbalimbali za serikali kuhakikisha akaunti za mitandao ya kijamii ziko salama, lakini mifumo yetu yote iko salama, na serikali itaendelea kusimamia jambo hili kwa kuhakikisha nchi yetu endelea kuwa salama. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru sana. Asante. Mheshimiwa, maswali yetu yamekwisha.